Habari mpenzi mtazamaji wa Segerea Adventist Media, kama ilivyoada kila siku za saa 11 jioni siku za Alhamis unaungana na Segerea Adventist Media kutufuatilia moja kwa moja katika studio zetu. Na leo tuko sehemu ya kwanza kabisa wa kipindi chetu cha imani na fedha. Kipindi ambacho tunapata kuelewa namna ambavyo imani zetu zinaweza kulinda fedha zetu, vile vile fedha zinavyoweza kuwa baraka na wala si mzigo. Na leo katika studio zetu tutazungumza na vijana na watu aina zote, nikimaanisha dini, kabila, lakini pia umri. Na vile vile tutapata kuona namna ambavyo mafundisho ya Biblia yanatuaminisha nini kulingana na utunzaji wa fedha zetu, lakini pia tutaangazia juu ya budget, mikopo na riba, lakini vitu mbalimbali ambavyo vitadadavuliwa katika somo hili la imani na fedha. Ni matumaini yangu kwamba utafuatana nasi kwa sababu na kuahidi hautatoka kama ulivyokuja. Na leo katika studio tunaye mgeni maalum sana ambaye ni mtaalamu wa masuala ya fedha, lakini pia ni mtu anayempenda Mungu. Kwa majina anaitwa Mr. Albert Chamrio, lakini nitampatia nafasi ya kuzungumza na kujitambulisha kwa uzuri. Kabla ya yote ni kualike tuombe. Haleluya Mungu, tunakualika mahali hapa, sehemu ambapo Yesu tuna imani tutajifunza na kujua wewe. Lakini pia Bwana, sehemu ambapo tutajua namna ya kutunza fedha zetu na kuwa waaminifu kwa vile ambavyo umetubariki. Bariki uchumi wetu, bariki hali zetu za kiafya, bariki hali zetu za kiroho. Tunaombea mpenzi mtazamaji anayetusikiliza tukiwa hapa studio, endapo kama ana swali lolote, Yesu kampatie majibu hata kabla sisi hatujazungumza. Kwa pamoja nasi ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Naam, kama nilivyokuambia leo tuna mgeni na huyu si mwingine ni Mr. Albert Chamrio. Karibu sana, ujitambulishe kwa uzuri. Asante ndugu mtangazaji na Segerea Adventist Media. Mimi naitwa kama ulivyosema Albert Chamrio. Naam. Ni miongoni mwa washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Naam. Ndio. Karibu sana, karibu Asante sana. Tunashukuru kwa kutenga muda wako na kuthamini kuja kulisha dunia, maana tunaiangazia dunia kuhusu masuala haya ya imani na fedha. Na kabla ya kuanza, ningependa umuelezee mpenzi mtazamaji, tunaposema imani na fedha, nini hasa ambacho tunakielezea hapa? Asante sana. Kwa kweli huwezi kutenga fedha na imani, kwa sababu kwenye maisha yoyote ya mwanadamu fedha ni kitu muhimu sana. Yeah. Hata Biblia imeeleza, hata Yesu kuna wakati ilibidi alipe kodi na ilibidi akatafute fedha. Wakaenda samaki, wakamtumbua samaki, akakuta kuna hela. Yesu akalipa kodi. Kwa hiyo fedha ni kitu muhimu. Kwa sababu hiyo fedha inatoa maajabu ya vitu vingi katika maisha. Huwezi kufanya biashara au kusafiri kwenda sehemu nyingine yoyote kama huna fedha. Hata kanisa haliwezi kuendeshwa kama halina fedha. Injili haiwezi kupelekwa kama hakuna fedha. Miradi ya kanisa haiwezi kuendeshwa kama haina fedha. Kwa hiyo unapozungumzia fedha, ni sehemu pia ya tools au nyenzo za kusaidia kusukuma injili mbele. Kwa hiyo lazima waumini wa Kristo wanaomcha Mungu, wanaomwamini Mungu wawe na fedha. Amen. Sasa usipokuwa na fedha mambo yatakuwaje? Kanisa haliwezi kwenda. Yes. Kwa hiyo lazima iwepo fedha ili kufanya wachungaji wasafiri, waende sehemu za mbali, kanisa lifanye mambo yake. Na pia kumbuka kwamba fedha ndio inayotumika katika mabadilishano, katika maisha na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo fedha ni muhimu kuwa nazo wa Kristo pia wanaomwamini Mungu. Naam, asante sana. Tunaona kama Wakristo ni muhimu kuwa na fedha, lakini ningependa tuangalie katika mafundisho ya Biblia. Tunaona katika Luka 10 mstari wa 16 inasema, Yesu anasema aliye mwaminifu katika kidogo atakuwa mwaminifu hata katika yale yaliyo makubwa. Naam. Katika muktadha huu tunaangaliaje swala zima la usimamizi wa fedha na imani? Yaani kweli Yesu mwenyewe alisema aliye mwaminifu katika mambo madogo atakuwa mwaminifu katika mambo yaliyo makubwa. Kama msingi wa kufafanua kwamba usimamizi wa fedha ni kipimo cha imani yetu
kwamba uaminifu katika mambo ya ulimwengu unathibitishwa uaminifu katika masuala pia ya kiroho. Lakini nataka nikukumbushe msikilizaji unanisikiliza na mtazamaji unanitazama kwamba Timotheo wa kwanza 6:10 Biblia inasema, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengi hali wakitamani hivyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Kwa hiyo fedha ni kitu muhimu sana ambacho Wakristo wanapaswa kuwa waangalifu nacho. Ni kweli tunahitaji fedha katika maisha, katika kuishi, lakini pia kuna namna ambavyo Wakristo wanapaswa waenende ili kulinda imani yao katika mambo ya fedha. Naam, asante sana. Na kama Wakristo naamini kuna vitu ambavyo inabidi tuviangalie wakati wa tunapobarikiwa kuwa na fedha, au hata kwa vile vidogo ambavyo tumebarikiwa kuwa navyo. Labda ni mambo gani hasa ambayo kama Wakristo tunapaswa tuyaangalie katika hili? Asante, labda yako mengi. Lakini leo ningetamani tuangalie mambo matano. Yes. Mambo matano ambayo Biblia inazungumzia tunapokuwa na fedha. Mambo muhimu pia kuzingatia. Naam. Labda ni yako matano. Moja, nitazungumza kwa kuyataja na baadaye nitadadavua kwa ufupi hayo mengine. Wakati fulani tukipata nafasi tutadadavua kwa undani zaidi. Yes. Moja, unapokuwa na fedha lazima pia ujikite kujua kwamba unapaswa kuwa mwaminifu katika matumizi ya fedha hiyo. Jambo la pili, fedha pia lazima tusukume kuwa na moyo wa ukarimu. Jambo la tatu, lakini tujiepushe na madeni. Kwa sababu fedha unaweza kutamani kuwa pia na fedha ukaingia katika madeni mengi. Okay. Jambo la nne, tukumbuke pia kuweka akiba. Maana fedha pia kama ikitumiwa ovyo bila kuweka akiba ni shida kwa Mkristo. Kweli. Na pia tukumbuke pia fedha tumepewa, Mungu amebarikiwa nazo pia kuwasaidia watu wengine wahitaji. Sasa kama niruhusu niende kwa haraka. Na kuruhusu uende kwa haraka ili watazamaji waelewe hasa unaposema mambo haya unamaanisha nini. Asante. Jambo la kwanza kwamba fedha lazima pia katika fedha tujifunze kuwa waaminifu katika matumizi. Kitabu cha Mathayo 25 sura ya 25 fungu la 14 mpaka la 30, pale tunakuta kuna kisa. Kisa ambacho Yesu alikitoa. Anasema ni mfano mtu mmoja alitaka kwenda safari ya mbali. Anasema akawaita watumwa wake, walikuwa wangapi? 3. Anasema akawapatia talanta. Mmoja akampatia 5, mwingine akampatia 2, mwingine akampatia 1. Hao watu wote walitakiwa kuzalisha. Lakini Biblia inasema kwamba watu wawili walipongezwa kwa sababu walizalisha mali ile waliokuwa nayo. Wakaongeza. Wakaongezwa. Hii ina maana kwamba tunapaswa kujifunza kuhusu uwekezaji na ukuzaji wa mali kwa uaminifu. Sasa kuna mfano mwingine ambao Yesu aliutoa. Na unajua Mungu ametubariki, ametupatia kuwa na talanta ya uwezo, maarifa ili tuweze kutafuta. Na fedha ni muhimu katika maisha. Maana sasa jamani, mtu asiyekuwa na fedha sasa hivi kwanza hata heshima hana. Anashindwa kukidhi mahitaji yake kila siku. Sasa imani yake sitayumba tu. Yaani mtu ambaye hana fedha sitakuwa na imani nayo yumba. Kabisa. Kwa hiyo lazima Wakristo wafanye kazi kwa bidii. Wafanye kazi kwa bidii, na Yesu ametupatia maarifa, uwezo kama alivyokuwa amewapatia wale watu talanta, maarifa, uwezo wa kutafuta lakini kwa uaminifu. Ni ongeze mfano mmoja kwamba katika kitabu cha Mathayo 14 ile fungu la 16 mpaka la 20, Yesu anazungumzia kisa cha kulisha watu 5,000. Sasa katika kile kisa anasema kwamba walikula watu 5,000, wakakusanya vikapu 12, lakini anasema alitumia samaki vipande 5 vya mikate na samaki 2. Jiulize swali, kwa nini Yesu aliuliza wanafunzi wake, mna nini?
walipovitoa vile vitu ndipo Mungu akavibariki. Kwa hiyo sisi watu wote Mungu ametupatia hekima na uwezo na nguvu na maarifa ya kufanya kazi ili tupate fedha. Lakini tunapaswa kufanya kazi kwa uaminifu ili tuweze kuwa na matumizi mazuri ya fedha. Kwa mwaminifu kunahusisha kuchukua hatari za kimkakati kwa ajili ya ufalme na maisha yetu, na sio kuishi kwa woga au vivu. Kwa hiyo na waasa wa Kristo wote na wote wanaonisikia katika kipindi hiki, fedha inahitaji kuwa na uaminifu, lakini nataka tufanye kazi kwa bidii. Ndio jambo la kwanza. Sawa. Jambo la pili ambalo linaaswa ni kwamba tunapokuwa na fedha pia tumejaribiwa kutoa kwa ukarimu. Naam. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9 fungu la 7 Biblia inasema maneno haya. Naomba niasome kwa sababu tunajifunza. Neno la Mungu lipo hapa ili kusudi tulisome litupatie majibu. Fungu limekuwa linasomwa na watu wengi, lakini nataka nisome leo kwenye mambo ya fedha. Anasema hivi. Ndio. Sura ya Wakorintho wa pili sura ya 9 fungu la 7 anasema, neno la Mungu linasema kwamba kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu mpenda yeyote atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Utoaji huu pia unapaswa pia kukumbuka kutoa kwa moyo wa ukarimu. Kanuni hii inafundisha kuwa ukarimu ni zaidi ya jukumu, ni fursa kutoa kwa moyo mweupe. Na hii inatusukuma sasa kutoa pia kwa Mungu kwa ukarimu. Ndio maana nasema bana, fedha hizi kama hujazidhibiti Mkristo zitakuangusha, kwa sababu tunapaswa pia tunapokuwa na fedha tuone pia tuna sehemu ya kutoa. Na sehemu moja hapa kutoa kwa ukarimu ni kutoa zaka pamoja na sadaka. Tunapaswa kuwa kwa hiari na kwa kutoa kwa moyo wa furaha na kwa hiari. Sio kwa shingo upande. Wala sio kwa huzuni. Yes. Utoaji wa hiari huonyesha kumtegemea Mungu kama chanzo cha baraka. Kwa hiyo kama una fedha lakini hujisikii moyo wa kutoa ukarimu, sasa kuna tatizo hapo. Ndio tunataka tulitibu hilo. Kwamba Mkristo imani na nini na fedha, kwamba tunapaswa pia kutoa kwa moyo wa ukarimu. Na kutoa huduma ni mzunguko wa baraka. Mtu anayetoa hufungua nafsi ya kupokea. Amen. Na ndio maana unaona makampuni mengi hufanya ile wanaita CSR, ile huduma kwa jamii. Yanatambua makampuni mengi ukiangalia yana hiyo, kwa sababu kanuni ya kudumu ni kutoa. Hebu nikupe mfano, fikiria glasi iliyojaa maji. Je, inaweza kupokea maji isipotoa kwanza yale yaliyomo? Hapana. Yes. Kwa hiyo kadhalika kwa Mkristo anayeamini, Mungu anapaswa kuzingatia kanuni hii muhimu sana ili baraka za Mungu ziendelee kumiminika juu yake. Kwa hiyo swala la kutoa kwa ukarimu tunajaribiwa Kristo, imani na fedha. Yes. Kutoa kwa ukarimu. Hilo jambo la pili. Kabla hujaendelea na mambo mengine kwa haraka, ningependa niulize swali hapo kidogo la changamoto. Ndio. Watu wengi wamekuwa hawatoi siku hizi, na somo letu la leo linaangazia watu wa vipato vyote, vya kawaida na vya juu. Lakini kuna watu wa vipato vya kawaida wamesema, mara nyingi wanasema, unajua waache wanaotoa siku zote wanavyo ndio maana wanatoa, au mimi sina cha kutoa. Lakini kwa hii ya leo ambayo tunajifunza katika kutoa kwa ukarimu, huyu mtu ambaye hatoi kwa sababu yeye kila siku anasema hana, utamshauri vipi katika nafasi ya ukarimu? Namrudisha ulianza vizuri katika mwanzo kwamba Luka 16 fungu la 10 nasema, aliye mwaminifu katika kidogo atakuwa mwaminifu katika kikubwa. Sasa kama hata hicho kidogo tu huwezi kuwa mwaminifu kwacho, Mungu hawezi kukuamini kupatia baraka za kikubwa. Kwa hiyo swala la ukarimu halitegemei na wingi, inategemea na kile ulicho nacho na moyo wako wa ukunjufu wa kutoa kwa hicho kidogo ulicho nacho.
Biblia inatuambia mfano wa mama yule ambaye alikwenda kutoa. Alitoa senti ngapi? 2. Na anasema Yesu anasema huyu ndo ametoa kuliko watu wote. Kwa nini? Alipotazama moyo wake, maisha yake, kipato chake, akaona mbona fedha hizo nazo ni kidogo, lakini bado ametoa. Anasema akatangaziwa pale katika jumuiya yote kwamba huyu ndo alitoa. Maana yake ni kwamba ndiye aliyepata baraka siku hiyo kwa Mungu. Kwa hiyo wito ni kwamba utoaji, ukarimu hautegemei wingi, unategemea moyo ukunjufu ulionao. Amen. Ndio. Tunaweza tukaendelea mengine kwa haraka ili mtazamaji aweze kupata mambo mengine ambayo yanaweza kumuongoza katika masuala mazima ya imani na fedha. Okay, asante. Jambo la 3 ambalo nataka tuzingatie katika fedha na Mkristo pia na imani, tunapaswa pia kuepuka madeni yasiyokuwa ya lazima. Kitabu cha Mithali 22 ambao nataka tukisome na kama msikilizaji uko mahali popote na Biblia kwenye simu pia unaweza ukanifuatia mafungu akasoma. Mithali 22 fungu la 7. Hapa pia pameingiza watu mahali pabaya. Kwa sababu kuna wengine wametafuta fedha kwa njia ya kukopa. Madeni makubwa, wameingia kwenye shida na wamepoteza hata nguvu na uwezo wa kuishi. Tunashuhudia watu wanakufa kwa sababu tu ya madeni. Mithali 22 fungu la 7, Biblia inasema kwamba tajiri mtawala maskini, naye akopae ni mtumwa kwake akopeshaye. Kwa hiyo tuepuke sana mikopo kwa sababu tutakuwa watumwa wa wanaotukopesha. Sasa hivi unaona hata sasa hivi kuna wanasema sio kausha damu sijui. Sasa hivi kuna kausha damu. Watu wanasumbuliwa. Hebu angalia wanavyosambazwa sifa mbaya. Ukishindwa kulipa kidogo tu wamekusambaza kila mahali, heshima yako inashuka. Kwa hiyo maandiko yanaonya dhidi ya kuwa mtumwa wa kukopesha, anayekukopesha unakuwa mtumwa wake. Hatupaswi kutumia kwa ajili ya matumizi ya anasa. Na unajua wakati fulani pia tunaingia kwenye madeni kwa sababu tunataka kufanya vitu vya nje ya mahitaji yetu ya kawaida, matumizi mengine ya anasa. Lakini kama itakubidi kuwa na mikopo, unahitajika uchukue tu mikopo wa kutumia kwa ajili ya kuwekeza. Kwa mantiki ya kuwekeza ili upate faida. Na ingawa pia tunaonya juu ya riba. Kwa sababu mikopo pia ina riba kubwa. Kwa hiyo ndio maana sana nasema unakuwa mtumwa. Kwa hiyo epuka madeni lisilo la lazima. Litakuzuia kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi yako. Hata ya kiroho. Unajua hata kanisani hapa tu ukimkopesha mtu tu, hebu niambie, ukija hata kuabudu unaonaje? Unakuwa na amani? Hapana. Umeshindwa kumlipa. Mbisho mnaanza kuonana vibaya na kadhalika. Kwa madeni yasiyothibitiwa huleta utengemezi na mafadhaiko makubwa sana katika maisha. Na wataalamu wanasema, kwa neno la Kiingereza wanasema kwamba debt is a tool. As not a lifestyle. Kwa kadri inavyowezekana tunapaswa kuepa mikopo isiyo ya lazima. Aliyekopa ni mtumwa mwenye kukopesha. Mithali inasema hivyo. Mkristo anapaswa kuishi ndani ya uwezo wake. Sawa? Ndani ya uwezo wake mwenyewe. Kipato ulicho nacho kidogo, ishi kadri inavyowezekana. Na kama lazima sana ukope, angalia mikopo sio na riba, labda wakati fulani ukipata nafasi itazungumzia kwa ndani juu ya mikopo, athari za mikopo. Athari za mikopo hasa kwa watu ambao wanakopa mikopo ambayo haina uwekezaji. Unakopa mkopo, unakwenda kujenga nyumba, ndio fine, utajenga nyumba, utaishi. Lakini utaishi kwa amani? Hapana. Kama una uwezo wa kurudisha hizo fedha, kila siku utadaiwa, utaishi katika mashaka makubwa. Kwa hiyo kadri inavyowezekana Wakristo na fedha waepuke nini? Mikopo. Na ikikulazimu iwe mikopo ambayo inatija, ambao unachukua fedha unakwenda kuziinvest au unakwenda kuzitengenezea kwenye mradi. Ule mradi unajirudishia fedha, unalipa lile deni. Na in fact wataalamu wa fedha wanasema hivi kwamba, kwa wataalamu wa fedha wao wanasema hivi, kopa 70%, 30%, 30% ndio itoe katika capital yako. Hiyo wataalamu wa fedha wanasisitiza sana kwamba ukiwa na mradi usitumie hela zako.
utumie finances sehemu nyingine. Sasa wenzako wanapochukua hizo fedha wanazaa katika miradi inazalisha na inalipa. Unaona, inalipa yale madeni. Yaani kiasi kwamba unachukua fedha, unaweka kwenye mradi, unazalisha, unalipa lile deni na unapata extra fedha kufanya uweze kuishi. Lakini kama mkopo ambao hauna mwelekeo wote, hauna yoyote, na kwa kweli kwa kadri inavyowezekana tunashauriwa kutokuingia kwenye mikopo kwa kadri inavyowezekana. Ndio ni jambo la tatu ambalo Mkristo anapaswa kulizingatia. Hasa anaposhughulika na fedha. Maana fedha sio kuwa nayo, tuna namna ya kuitafuta. Unaipataje? Tuliona pale anafanya kazi kwa bidii, ndio. Bidii imeshindikana, unafanyaje? Haishindikani. In fact ingawa sasa tunapaswa kuishi ngana kipato hicho nacho, sababu kwa wakati mwingine kwa sababu ya tamaa ya maisha kuishi nje ya kipato chako, unajikuta unaenda extra na unahitaji kujaza mikopo ambayo haina tija, na baadaye maisha yanakusumbua, unapata shida, unahangaika. Na mifano iko mingi sana. Najua hata mtazamaji fulani anayenisikiliza hapo ameingia katika changamoto hiyo. Ana mikopo kwenye masimu, ana mikopo kwenye mabanki, hajui namna ya kulipa. Kila mwisho wa mwezi ukifika anateseka, na kuombea Mungu akusaidie, akutoe katika hiyo mikopo ili utafute mikopo ambayo inatija. Kama ulikuwa umeingia katika mikopo ambayo inatija, muombe Mungu akusaidie, baada atakusaidia. Fanya kazi kwa bidii, ulipe hiyo mikopo. Uachane mikopo ambayo haina tija. Amen. Amen. Ulikuwa ni jambo la 3. Yes. Labda niruhusu ningie katika jambo lingine la 4 ambalo linahusiana na mambo ya fedha. Pia nataka weke akiba na kupanga bajeti. Hapa tunapata kisa. Biblia inatoa kisa cha Yusufu. Inatoa kisa cha Yusufu. Yusufu anatumia kama mfano wa kupangaji mipango ya baadaye. Na hili linashinda watu wengi sana. Nashinda watu wengi sana. Kupanga budget ni kutumia hekima ya Mungu kuamua jinsi fedha zitazotumika kabla hazijatumiwa. Kuweka akiba ni sehemu muhimu ya budget, si kwa ajili ya dharura, yani ya muda mfupi, bali pia kwa ajili ya malengo makubwa ya muda mrefu kama uwekezaji. Kwa mfano elimu, unaweza kaanza ukapanga mapema. Nilifurahi kuona, nadhani siku za karibuni, mama mmoja ambaye sasa amestaafu alinisimulia kikisa. Akasema yeye mwaka 90 alikuja akasikia bale mifuko ya uwekezaji hii. Anasema akaanza kuwekeza kwa shilingi 100,000. Anasema baada ya miaka 10 akashangaa hela ambazo alikuta kule zimezalishwa. Kwa hiyo anasema akatumia hizo fedha kulipia watoto wake shule, kulipia ada. Hakuwa na shida ya kutafuta mikopo hii ya elimu ya juu hii ambayo imekuwa inasumbua sasa hivi pia watu, kwa sababu pia wazazi tumekuwa wazembe. Tunaingiza watoto katika mikopo ambayo imekuwa burden kwa watoto. Yeye anasema alitumia kuwekeza fedha mpaka watoto wake wamesoma, amemaliza, hana madeni yoyote. Kwa hiyo kuweka akiba ni jambo la msingi sana unaposhika kwa swala la fedha. Kupanga budget kuonyesha kuwa sisi ni kupanga budget kuonyesha kwamba sisi sio wavivu au wazembe, bali tunatumia akili tuliyopewa na Mungu kupanga maisha yetu. Kuweka akiba, na nadhani budget nitazungumzia hata kidogo hapo nyuma. Kuweka akiba ni msingi wa usalama wa kifedha, na unawekeza kujenga utajiri wa muda mrefu. Utajiri unatokana na uwekezaji ni mzuri, maana hudumu na hauna hasara isipokuwa ni faida. Kwa hiyo na washauri pia kuweka akiba ya baadaye. Biblia inasema hivi, kitabu cha Mithali 21 fungu la 20 nasema mwenye busara weka akiba katika nyumba yake. Mwenye busara weka akiba katika nyumba yake. Halafu anaendelea anasema hivi, nenda kwa sisimizi au mvuvi, zitazame njia zake ukapate elimu. Na Mithali pia 6 fungu la 6 mpaka la 8 anasema imani inatufundisha kuwa hekima ya Mungu inahusisha maandalizi ya kesho. Ni muhimu sana kuwekeza kwa ajili ya kesho, maana mahali pengine Biblia inasema kwamba mwenye busara huacha urithi kwa watoto wake. Kwa hiyo moja pia mambo ya kushughulika nayo pia ni kuweka akiba.
mambo ya fedha pia ni kuweka akiba. Nimeona watu wengi wamehangaika sana juu ya akiba. Yes. Na unaweza kuwa unaweka kidogo. Na hili nao ni somo jingine la namna unavyoweza kutengeneza akiba ya baadaye. Ni mchungaji mmoja ambaye nimefurahi sana nilipokuwa nazungumza naye, namwambia wewe ni mchungaji. Sitataja jina lake maana watu watamfahamu tu na sijamwomba kibali cha kumtolea mfano. Yes. Lakini nilikuwa nazungumza naye, nikamwambia mchungaji, wewe unakuwa mchungaji, baadaye maisha yako yanakuaje? Ndipo akaniambia, akasema yeye ameingia katika mifuko ya wanaowekeza. Kila mwezi anachangia laki yake hii moja. Na akaniambia hivi, ameona baada ya miaka 10 ijayo atakuwa na sio hapo tu, na ameweka kwenye mfuko tena mwingine. Amesema anaona baada ya miaka 10 ijayo atakuwa na karibu milioni 90. Sasa kama miaka 10 ijayo atakuwa karibu na milioni 90 na watoto wake bado ni wadogo, wanakuwa huko bado primary, unategemea kama atashindwa kusoma? Hapana, atashindwa. Sasa na wahusia waumini na watu wengine wowote kwamba kuweka akiba kwa ajili ya maisha ya baadaye ni jambo zuri. Kitabu cha Mwanzo 41 sura 34 mpaka 36 inazungumzia juu ya kisa cha Yusufu na Farao. Kumbuka kuna miaka 7 ya neema na kuna miaka 7 ya njaa. Na hivi niwakumbushe ndugu zangu, ni vipindi ambavyo kila mtu anapita. Yaani jamani, kila mtu ajitazame hapa. Kuna nyakati za raha na mafanikio, kuna nyakati ngumu. Na hakuna mwanadamu ambaye ataniambia kwamba amezaliwa na maisha yaliyonyooka safi. Kuna nyakati grafu inapanda, kuna nyakati grafu zikishuka kwa sababu ulitengeneza akiba, unatembea katika akiba. Na Biblia inatupatia mfano wa Yusufu ambaye Farao wakati wa njaa aliambiwa kwamba kuna nyakati 7 zitapita za njaa, nyakati zingine 7 za mafanikio. Wakati ule wa mafanikio ndipo Yusufu anasema akawapatia wazo kwamba kila tunachokula anasema 1/5 tunatunza katika gara. Kwa hiyo Misri wakawa katika miaka 7 1/5 wanatunza katika gara. Hawali vyote. Wakawa wanatunza. Na nasema baadaye miaka kweli 7 ya njaa ikaja. Katika sura hiyo 41 fungu la 34 mpaka 36 linasema Misri pakawa na neema kubwa. Na unajua 1/5 ni 20%. Ni 20%. Kama unaweza ukatunza at least 20% ngapi? 20. Wakati wa neema una mshahara, una kijikazi chako, una kibiashara, unahakisha kwamba mimi nikipata mapato angalau 20% naweka kwa ajili ya baadaye. Naona sasa Biblia inasema pakawa na wakati dunia inapokuwa na njaa. Kanaani palikuwa pana njaa ambao mpaka ndugu zake wenyewe Yusufu walikuja Misri kutafuta chakula. Wakati dunia ikiwa inahangaika na njaa, Misri palikuwa pana chakula cha kutosha. Kwa nyakati ambazo zitakuja ambazo utakuwa una kazi, kuna tatizo limetokea, biashara imeyumba, utaishi kwa akiba. Kwa hiyo jamani, tunawashauri kwamba tengeneza nini? Akiba. Uwe na akiba kidogo kidogo. Waswahili wanasema kwamba kidogo kidogo hujaza kibaba kabisa. Sawa. Hiyo ni jambo la muhimu sana. Sawa. Kabla hujaendelea, ndio. Nimewahi kusikia watunza akiba wengi wanaitwa wachoyo. Sijajua kama umewahi kusikia. Yes, kwa sababu unakuta mtu tayari ameweka budget yake, ametunza akiba. Kwa watu wanavyomtazama wanaona yes, labda Noela au Mr. Chamrio yuko vizuri, ana hela au nini. Lakini wewe tayari umeshapanga bajeti zako. Inapokuja mtu kwenye ukarimu, sasa tunarudi. Inapokuja swala la wewe kuonyesha ukarimu wa kusaidia, sio kama unayo lakini ni akiba. Sasa kwenye kuonyesha ukarimu hapo, ili tusionekane wachoyo, tunaliwekaje ili sisi tulio wa Kristo? Au let's say michango inakuja kanisani ambayo ukiangalia haikuwa kwenye budget.
ambayo tayari ulikuwa umeipanga. Hii tunaiendo vipi? Okay. Yes. Kwa kweli, na ndio maana nitamani siku moja tutagusia kwa kifupi kidogo juu ya bajeti, lakini pia ndio maana ni katika moja ya kanuni hizi ambazo kuna nazungumza hapa ni kwamba kuna ya kutoa kwa Bwana ambayo kwa kweli Mungu anatutaka tutoe 20%. Kwa mfumo wa kitu wa kanisa unataka 10% zaka, 10% sadaka. Na kwa kweli kama watu wote wangetoa hivyo, yes, kwa 10% kwa 10 na wakafuata mfumo huu, 10% nyingine wakaweka akiba. Kwa mfano hapa wa Misri waliweka akiba 20%. Yes. Ukatoa sadaka 20%, ukabaki na 60%. Zinakutosha kuishi. Na Wakristo wanapaswa kuishi kwa msingi huu. Okay. Na mimi nawashauri Wakristo wengi, tukitaka mafanikio tuishi kwa msingi huu. Ishi kwa kanuni. No. Wala usiishi kwa msisimko. Hatuishi kwa msisimko. Sahihi. Kwamba panga kitu. Hata Mungu anataka wanadamu tupange. Hakuna cha dharura. Yes. Na kama dharura ikiwepo unatumia akiba. Ndio maana umeweka akiba kwa ajili ya dharura. Lakini kama sio dharura, ishi kwa mpango. Usipoishi kwa mpango utayumba. Utayumba. Kwa hiyo Wakristo waishi kwa mpango. No. Na ndio maana Misri hawakuyumba kwa sababu waliwekeza wakaishi kwa mpango. Sasa wale ambao walikuwa wanakula mpaka wanamwaga wanasaza, walibaki na manjao wanakuja kuhemea huko Misri. Mimi nasisitiza bado kabisa mambo ya dharura yatatumika, lakini liwe dharura kweli kweli ambayo utachukua kwenye akiba yako kidogo. Lakini kama sio dharura, kama dharura usifanye. Amen. Yeah. Asante sana. Kama tulifuatana vizuri, tunaelekea katika hatua nyingine ambayo tunapaswa kulinda fedha zetu. Lakini kabla tujaendelea, kama ndio kwanza kabisa unatufuatilia au umefungua runinga yako au chaneli yetu ya Segerea Adventist Media, kipindi hewani ni Imani na Fedha. Na leo studio tuko na Mr. Albert Chamrio ambaye ni mtaalamu wa masuala ya fedha, lakini pia anayempenda Mungu. Karibu Mr. Albert, tumalizie hatua ya kwanza, then tutaenda kwenye mapumziko kidogo, tuje kuona sasa fedha katika matumizi ya kawaida. Asante. Jambo ambalo ningemalizia nalo la 5. Yes. Katika masuala ya fedha pia tunapaswa pia kupanga kuwasaidia wahitaji. Na Biblia inasema kitabu cha Yakobo 2 lile fungu la 15 mpaka la 17 nasema imani katika matendo. Yes. Anasema imani bila matendo sio kitu. Anasema kwamba imani yetu huonyeshwa kupitia matendo yetu ya kimwili, ikiwemo matumizi ya fedha. Mungu anataka tubariki watu wengine. Kwa mtu mwenye njaa au mwenye baridi, anasema usipompatia msaada wa kweli mgeni, anasema usipompatia msaada wa kweli bado hujafanya chochote. Anasema ni mmoja wapo ambao Wakristo wanapaswa kukumbuka. Yakobo, labda nisome ile fungu kwa haraka. Yakobo sura ya 2, maana Biblia ina majibu mengi na ina maelekezo anayotupatia ya kuishi kwayo. Maana hicho ndio kitabu tunachofanya Biblia rejea kufanya tunaishije tunapokuwa tunashughulika na fedha. Pia tukumbuke pia kwamba fedha inatakia pia kuwasaidia wahitaji na watu wengine. Kwa hiyo unapaswa pia kukumbuka jambo hili unaposhughulika na fedha. Yes. Na wahitaji wako wengi sana wahitaji, na wanahitaji kabisa kumsaada. Na kama ulivyoniambia kwamba kuna watu wanasema mimi sina hela, sina nini. Sura ya 2 inasema hivi. Katika fungu la 15 nasema kwamba ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke hiyo uchi na kupungukiwa na riziki, tena mtu akeno akamwambia enenda zenu kwa amani mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Hivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema wewe unayo imani na mimi nayo hiyo matendo, nionyeshe hiyo imani yako paso matendo. Na mafungu yanaendelea kwamba ikiwa mtu ana mahitaji usimkunjie
mkono. Kwa hiyo moja pia mambo ambayo tunawakumbusha tunaposhughulika mambo ya fedha, kuwasaidia wahitaji. Kuwasaidia kutumia fedha zetu kuwasaidia wahitaji kunatufanya tuwe na chombo cha baraka na kuakisi upendo wa Mungu, kutimiza amri ya upendo ambayo Mungu amesema. Wako wahitaji wengi sana, wako wahitaji wengi ambao tusiwakunje mikono. Na tunazungumzia imani na fedha, tunaomwamini Yesu pia tukumbuke tuna wajibu wa kuwasaidia wahitaji. Kuwanyanyua wahitaji. Fedha zetu pia tunapaswa pia tupange kusaidia nini? Wahitaji. Kwamba uwe na mpango wa fedha wa kusaidia wahitaji ambao wako kila mahali, mabarabarani, mahali pengine huko masikini. Basi tunapaswa pia tukumbuke tuna wajibu wa kutenga fedha za kusaidia wahitaji. Naam. Asante sana kwa mrejesho mzuri sana. Na imani mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Segerea Adventist Media, haujaondoka na hautaondoka kama ambavyo ulianza kutusikiliza. Na tulikuwa tukidadavua kwa undani namna ambavyo mafundisho ya Biblia yanatuambia nini kuhusu imani zetu na fedha. Na tunaenda kwa mapumziko mafupi. Tunaporudi tutaangalia fedha zetu, namna ambavyo tunaweza kuzipanga katika matumizi ya kawaida. Endelea kufuatana nasi, kipindi hewani ni Imani na Fedha.